A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, ndugu zangu katika imani popote pale mlipo, kwa mara nyingine tunakutana katika channel yetu pendwa hii ya Msiru TV ili tu kupeana maarifa, kukumbushana pamoja na kusaidiana mambo mbalimbali yanayohusu imani yetu. Leo kutokana na maombi ya wengi, basi tumeamua kuleta mada ambayo itawahusisha watu wote, vijana, wakubwa, wazee, wanawake na wanaume. Nalo si jingine bali swala zima linalohusiana na mambo ya riziki. Ndugu zangu, sisi kama binadamu katika maisha tumeumbwa, lakini tumewekewa na mienendo maalum katika kutatua changamoto zetu. Ndugu zangu, niseme kitu kimoja. Katika dunia hii, kitu kikubwa sana ambacho sasa hivi kinamata na kila mmoja anakipambania, hakuna kitu kikubwa kama mali. Sasa kwa sababu hiyo tumeleta mada inayoitwa utajiri mikononi mwako. Ni kwa nini tunasema utajiri mikononi mwako? Ni kwa sababu wako baadhi ya watu, kwa mujibu wa fikra au aina ya elimu tuliyopata na mambo mengine ambayo tunayasikia kutoka kwa watu, imeonekana kama swala zima la mtu kutajirika au kumiliki mali liko la watu fulani tu. Wanahusishwa kundi maalum kwamba wao ndio wanatakiwa kuwa na maisha bora, wao ndio wenye haki ya kumiliki mali, au hao ndio wenye haja au matakwa zaidi ya kutaka mali, bali mali inatakiwa imilikiwe na yoyote yule. Na kwa sababu si mtu maalum aliyepangiwa kuwa tajiri au kumiliki mali au kuwa na hali bora ya maisha, basi Mwenyezi Mungu ameweka uwezekano huo kwa kila mmoja wetu. Ndugu yangu, jambo la kwanza kabisa, tafadhali sana na kuomba kwa hisani yako, usijidharau. Usijidharau kabisa. Kwa nini? Wewe Mwenyezi Mungu alipokuumba umetimamia kila kitu. Hizo ulizonazo zote ni nyenzo za kuondokana na hali yako mbaya ulionayo, shida ulizonazo, umasikini ulionao. Mwenyezi Mungu anauondosha kwa wewe kutumia vizuri viungo ulivyopewa. Pale Mwenyezi Mungu alipokutengeneza na akili timamu, basi pale amekufanya wewe kuwa ni taasisi rasmi, taasisi maalum, taasisi kamil inayoweza kuleta mabadiliko yoyote yale. Cha msingi ni mambo haya yafuatayo ndio ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni kujitambua. Jitambue wewe mwenyewe. Wewe ni nani? Ukishajitambua wewe ni nani, yatakuja masuala mengine kwamba natakiwa kufanya nini. Wewe ni nani? Wewe ni binadamu ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe amekusifu kwamba walaqad karramna bani adam fi barri wal bahri, kwamba tumemtukuza huyu mwanadamu. Huyu binadamu yeye ndio kiumbe peke yake aliyefanywa kuwa ni bora baharini na nchi kavu. Nini maana ya baharini na nchi kavu? Kwa maana kwamba uwezekano wa kutafuta chochote kilichopo baharini, uwezo huo kapewa mwanadamu. Ndio utaona huko mwanadamu anaendesha meli na vyombo vingine kadhaa huko baharini, vile vinavyomwezesha kuzama na kupata madini yaliyopo chini ya bahari na viumbe wengine. Lakini sio hivyo tu, katika nchi kavu ndiko utakakokuta mwanadamu huko ametawala. Magari hapo huko ya aina tofauti tofauti, mitambo ya aina tofauti tofauti. Lakini kadhalika angani ndiko utakakokuta mwanadamu huko anaendesha ndege
za aina za kivita, za mizigo, za kusafiri katika hali ya kawaida. Hayo yote yanaonyesha jinsi gani mwanadamu katukuzwa. Sasa basi, wewe unatakiwa ujitambue. Madamu wewe ni mwanadamu, Mwenyezi Mungu amekutukuza, Mwenyezi Mungu amekupenda na amekuweka katika umbile bora kabisa, kama anavyosema mwenyewe, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kwamba mwanadamu kaumbwa katika umbile bora kabisa. Sasa basi, kwa kuwa umejitambua wewe ni mbora, fahamu kwamba kila kitu kinawezekana kwako. Hawa walioweza hawakuweza kwa miujiza, bali kwa juhudi, kwa maarifa na kwa utaratibu unaotakikana. Cha pili, ukishajitambua wewe ni nani, hebu jaribu kutafuta matakwa yako nini. Unachotaka wewe ni nini? Unatafuta nini? Leo watu wengi kitu kikubwa sana tunachotaka ni fedha. Kumiliki fedha. Kumiliki fedha, ndugu zangu. Hatusemi fedha ni kila kitu, bali tunachosema fedha inaleta vingi. Sasa kuna mtu anajikataa mwenyewe. Haya mambo ya kumiliki pesa nyingi, haya mambo ya kumiliki mali nyingi, hayo yana wenyewe bwana. Sisi sio wahusika bwana. Sisi sio wenyewe bwana. Ala, sio mwenyewe vipi wakati hivi vitu viko duniani? Na wewe ili uwe na thamani lazima umiliki mali. Tusidanganyane ndugu zangu. Kama huna mali, kama humiliki mali, huna fedha, kwa kweli thamani yako inakuwa ni ya chini sana, au inakuwa haipo kabisa. Hata ndani ya familia, kwenye vikao, hata unapotoa mchango mzuri kabisa, unaonekana unachekesha tu wewe. Na wakati mwingine shughuli zako itakuwa ni kwenda kupasua kuni tu, kwa sababu tu huna fedha. Kwa hiyo ndugu zangu, fedha zinaweza zikapatikana na mtu yoyote. Kitu kikubwa ni wewe kujitambua. 2, kuyatambua unayoyataka. Weka malengo kwamba mimi nataka hiki, na madamu hicho kitu kiko duniani, wewe utakipata tu. Ukishatambua kwamba mimi nataka hiki, ni kutafuta sasa maarifa, unakifikiaje hicho unachokitaka. Sasa mtu anakuja anakuambia, unajua bwana, mimi pesa napata, lakini zinakokwenda hakujulikani. Hakujulikani vipi wakati pesa umepata wewe na unatumia wewe? Anakuambia, sasa mimi nikipata ile pesa dakika chache tu imekwisha, sijui tena nichofanyia, au sifanyii jambo la maana. Hufanyii jambo la maana kwa sababu hujaweka lengo la maana. Kama wewe umekusudia lengo lako ujenge nyumba, na nyumba yenyewe ushaidesign kwamba itatumia milioni 10, lazima uchambue kwenye kipato chako wewe, milioni 10 utaifikia baada ya muda gani? Sasa wewe ndugu yangu, unawezaje kufikia malengo wakati una matobo mengi ambayo pesa yako inavujia humo? Sasa wewe ndugu yangu ushakunywa maji tayari, na juisi ya kazi gani? Umeshakula ugali, umeshiba, bado unalazimisha kutafuta na chips tena uonekane tu na wewe unazo. Achana na maisha ya kuiga, ishi kwa mujibu wa uwezo ulionao wewe. Fanya majambo kwa mujibu wa kipato ulicho nacho. Hiyo 2,000 unayoipata ndugu yangu ndio ya kwako. Kama ni mtu wa kuweka akiba, hakikisha kwamba unakuwa na subira. Kuwa na subira vipi? Ikiwa unataka milioni 10 na wewe unaweka 500, basi lazima ujikadirie miaka 10. Ndani ya miaka 10 hii 500 yangu, Mungu akinijalia nikiwa hai, nitakuwa nimefikia kiwango hiki. Kwa hiyo hali utakayokuwa nayo leo ambayo unaanza kuweka hiyo 500 au 1000, sio hali utakayokuwa nayo miaka 10 ijayo, endapo utakuwa na subira na kuepuka matumizi yasiyokuwa na lazima.
Mtu anatoka na ana 10,000 yake kaweka akiba yake mfukoni, lakini njiani kakutana na shati anataka anunue, ingawa hakuwa na mipango nalo kabisa, lakini kisa limemvutia. Wewe komaa, kataa kila ambacho kitakuja mbele yako. Madamu wewe una lengo lako, komaa na lengo lako tu. Haya mambo ya dharura yapo, watu katai. Mambo ya dharura, mambo mengine. Tunachozungumzia yale mambo ambayo hukuyapanga na si lazima kulifanya. Wewe mtu mmoja una mademu zaidi ya 3 4 na wote wao wanataka pesa. Kwa nini usiishiwe? Na wewe unataka kuonyesha kila sehemu wewe ni kidume, utaishiwa tu. Kwa hiyo utajiri uko mikononi mwako. Punguza mambo yasiyokuwa ya lazima ambayo yale yananyang'anya pesa zako bila kuwa na lazima. Lakini badilisha tabia zako, achana na uzinifu ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema uzinifu unalisisha ufakiri. Wazinifu wengi hawajawahi kufanikiwa kumiliki pesa za kutosha, kwa sababu zenyewe kila wakizipata wanazipeleka huko. Aina zote za wanawake wanazitaka wao. Hapa nilete mfano wa rafiki yangu mimi mwenyewe, amenisimulia yeye mwenyewe kisa hiki. Sitamtaja hapa, lakini amenisimulia yeye mwenyewe. Yeye alifikia hatua anakwenda China kwenda kuchukua simu na biashara nyingine kadhaa. Lakini anasema kilichomfilisi yeye ni wadada. Yoyote dada aliyemtaka alikuwa tayari kumfanyia chochote, na ananiambia alishawajengea nyumba wanawake kama 3 hivi. Sasa nyumba ni shilingi ngapi? Na mara tu baada ya kujengewa nyumba mwanamke anamkataa jamaa, anaenda kwa mwingine, mpaka biashara zikafirisika. Na anaye mke nyumbani sio kama hana. Kwa hiyo wewe ukitaka kufanikiwa, badilisha tabia zako, chunga kipato chako, fanya juhudi katika utafutaji wako, lakini usiache kuomba dua. Dua ndio kila kitu. Dua ndio unyenyekevu wako mbele ya Mwenyezi Mungu, kulilia hicho unachokitaka uweze kukifikia malengo. Kwa sababu tutaendelea tena, kwa leo tuishie hapa. Insha Allah, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, katika mada zijazo, katika vipindi vijavyo, tutakueleza vipi uanze wewe kijana kutafuta utajiri. Unaanzia wapi? Unatafuta vipi? Insha Allah tufuatilie ili uweze kufaidika na masomo haya, na usiache ku like na kucomment katika channel yako hii pendwa Msiru TV, ili ufaidike na mada mbalimbali ambazo zitakuwa zinawekwa humu. Ndugu yako Haidar Ramadhani Msiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.